Sema kwamba ni lazima tufufue sauti ya pwani kupitia chama ya PAA. Kwa hivyo tukamwambia rais, chama cha PAA si chama tu cha kisiasa, lakini ni kilio cha haki, ni sauti ya mpwani analilia haki yake, upande wa mashamba, upande wa ajira ndani ya serikali, upande wa rasilimali yetu ikiwemo mambo ya bandari. Kwa hivyo hii chama tukiivunja tutakuwa tumevunja sauti ya mpwani. Lakini rais baada ya kumwambia yale yote akatuangalia na akatupatia hakikisho ya kwamba mimi kama rais wenyu William Ruto, ikiwa hiki chama cha PAA mtakubaliana na mimi mkiweke kando, kilio cha mpwani nitakibeba mimi kupitia mwavuli wa chama cha UDA. Kwa hivyo ikiwa shida ni ardhi, UDA itapigania ardhi ya mpwani. Ikiwa shida ni rasilimali yenu ikiwemo bandari, UDA itapigania rasili ya mpwani. Ikiwa shida ni mpwani kujumuishwa katika wafanyikazi ndani ya serikali, hilo lote litafanyika kupitia chama cha UDA. Kwa hivyo mimi kama rais nawapatia hakikisho langu la kwamba hata kiwa PAA itasimama, shida na kilio cha mpwani kitabebwa na chama cha UDA. Swali la tatu nilipomuuliza rais ni kwamba katiba haikuruhusu uwe rais wa maisha. Katiba inakuruhusu uwe rais wa miaka 10 peke yake. Je, leo hii rais, tuvunje chama cha PAA tuje kwako kwa sababu imetupatia hakikisho ya kwamba utambeba mpwani kama mwanao, lakini mwaka wa 2032 wewe hutataka urais tena, sisi wa pwani utatuweka wapi? Manake utakuwa umetoka na chama ya PAA imekufa, kutaingia mtu mwingine ama rais ambaye hajali kilio cha mpwani. Je, tutafanya nini sisi wa pwani ili hali chama chetu tutakuwa tumekizika katika kaburi la sahau? Rais akasema ya kwamba ikiwa hilo ndio wasiwasi wenyu, basi hiki chama cha PAA msikivunje. Hiki chama cha PAA msifanye nini? Msikivunje, kiendelee. Lakini na warai kwamba mwaka wa 2027 chama cha PAA kisisimamishe wagombeaji katika nyadhifa za kisiasa. Wale wote ambao wanataka kutafuta nyadhifa mbalimbali za kisiasa kupitia chama cha PAA mwakani, sasa waje katika chama cha UDA watafute nyadhifa zile kupitia mwavuli wa chama cha UDA, ili mwaka wa 2032 tukipata rais ambaye hajali kilio cha mpwani, chama cha PAA kitakuwa kiko pale. Manake kwa sasa chama cha PAA hakivunjwi. Na hapo ndipo tukapeana mikono na rais, tukamwambia sasa tunaweza kufanya kazi na wewe. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kwale, mwaka ujao chama cha PAA hakitaweka wagombeaji wowote katika wadhifa wowote katika Jamhuri ya Kenya. Wale ambao walikuwa wanainua ama wana fikra za kutafuta viti tofauti tofauti kupitia chama ya PAA, sasa wote watatafuta nyadhifa zile kupitia mwavuli wa chama cha UDA. Na mwaka wa 2032 tukipata rais hasidi, tukipata rais mkora, tukipata rais ambaye hajali kilio cha mpwani, chama cha PAA kiko pale. Manake wahenga wanasema kwamba
ni Tsungiro ya kwehu. Munaelewa Tsungiro amba? Munaelewa? Iko Kibindoni. Ni sawa? Iko wapi? Kibindoni. Kwa hivyo kwa sasa paa iko Kibindoni. Mwaka wa 2032 tusipopata mtu kama William Ruto kuendelea, tupate mtu ambaye anabagua na hajali mpwani, paa itapambana na yeye. Manake kwa sasa tumeweka